Baada ya Chirag kuonekana katika sherehe ile ya Holi ambayo ilikuwa inafanyika nyumbani kwa kina Rishi, basi alikamatwa na alipigwa sana na Rishi, lakini haikuishia hapo. Ilibidi apakwe yale majivu meusi ambayo ilikuwa inaonyesha dharau kwa mtu yoyote. Yani ikiwa ikitokea kama wewe umepakwa kitu hicho, basi ilikuwa unaonekana umedharaulika sana. Kwa hiyo kitendo kile kilikuwa ni kitendo kibaya, na Rishi hakutaka tu kumpaka Chirag peke yake, ila alikuwa anakwenda kumpaka mpaka na baba yake Chirag, ambaye ilikuwa ni inaleta aibu sana katika familia hii. Lakini Anmol hakuvumilia ujinga huo, ikabidi aende akapeleka uso wake akapakwa yeye. Kwa hiyo Anmol akawa ameaibika. Lakini Rishi cha ajabu ni kwamba huyu anaonekana bado anampenda Anmol, kwa sababu baada ya kufanya kitu kile alienda akalewa sana, huku akiwa anamuomba msamaha Anmol. Na haikutosha, ikabidi amfuate mpaka chumbani kwake akaenda kuongea naye, lakini haikuishia pale, kwa sababu Anmol kweli ni mtu wa kuachilia, alisamehe. Lakini kwa Rishi ilikuwa bado kitu kile kinamtesa sana, na siku hiyo alikuwa amelewa sana. Kwa hiyo baada ya kurudi chumbani kwake, tunaona Sonakshi anaamua kuchukua hatua ya kulala na Rishi, kwa sababu alikuwa hajawahi kulala naye toka ameanza mahusiano naye au ameanza ndoa yake. Kwa hiyo leo anaamua na yeye ajitegeshe ili alale na mume wake. Kwa upande wa Neelam, yeye bado kuna kitu ambacho kinamtesa moyoni mwake, bado anaendelea kuteseka na yale ambayo alikuwa ametokea katika ndoa ile. Leo tunaona anasema hataki kula chochote ambacho kimepikwa na Anmol, lakini Anmol ni mtu mzuri, kwa hiyo moja kwa moja alimpelekea chakula. Lakini leo kwa mara ya kwanza tunaona chakula kile kwanza kilikuwa kina pilipili nyingi, lakini tunaona Neelam anamwagia Anmol usoni, na kitu kile kilimuunguza sana, kilimuumiza sana Anmol kwa sababu ilikuwa ni pilipili. Lakini watu wote cha ajabu ni kwamba walikimbia wakamwacha Anmol yuko na bibi tu, kwa sababu bibi ndio yuko upande wake kwa wakati huu. Lakini pia Neelam, pamoja na kwamba amefanya kitu kile, baada ya kufika ndani kwake alilia sana kwa uchungu, kwa sababu bado anampenda Anmol na anamchukulia kama wifi yake. Lakini kitu ambacho kimetokea ndio kinamfanya yeye aendelee kuwa na roho ile. Lakini kwa upande wa Chirag, yeye bado hajachoka kumpigia simu Neelam. Lakini leo wakati anampigia simu, tunaona Rishi anatuma polisi waende kwao wakamkamate, na kweli Chirag anakamatwa na polisi. Na baada ya kukamatwa, tunaona analetwa katika familia hii. Aliadhibiwa vibaya sana kwa sababu ya kile ambacho alikuwa amekifanya. Alipigwa fimbo nyingi sana, lakini Anmol na yeye hakuvumilia, ilibidi aende akamuombe msamaha kaka yake, na ikawa haitoshi kwa sababu Tatawal ndo alikuwa mpa jukumu la kumwadhibu. Tunaona basi Anmol anakwenda na kulala juu ya mgongo wa kaka yake ili yeye ndo apigwe na ule mjeledi. Na kweli alipigwa, lakini mwisho wa siku kuna maneno ambayo yalizungumzwa yaliwafanya polisi wale waone kama vile kijana huyo alikuwa anaonewa. Leo tunaona Sonakshi baada tu ya kulala na Rishi usiku ule mmoja, basi leo amekwenda kupimwa hospitali, amekutwa ni mjamzito. Lakini Sonakshi baada ya kupata taarifa zile alisema yeye haitaki kabisa mimba hiyo, hamtaki huyo mtoto. Kwa hiyo sijui anachotaka ni nini, wenda ikawa anataka kumtoa mtoto. Lakini pia tunaweza tukaanza kujiuliza, je, ni kweli ni mtoto wa Rishi au kuna mahali alikwenda, kwa sababu Sonakshi anaonekana pia ni mjanja. Sasa tamthilia hii ya Anmol kwa siku ya leo inaishia hapa. Nikukumbusha kusubscribe ambao hujasubscribe channel hii, na ambao umesubscribe endelea kulike, kushare na kucomment. Asante.